Kwa njia ya Ibrahimu. Sema kwa njia ya Ibrahimu. Sema tena kwa njia ya Ibrahimu. Haya. Sasa wewe ndio Ibrahimu baba. Naomba usimame hapa. Uangalie madhabahuni. Shika kikapu. Haya, kaa nyuma ya baba. Kaa nyuma ya brother pale. Na kaa nyuma kabisa kule. Baba mchungaji, naomba uje madhabahuni. Wewe ndio Melkizedeki wa leo. Panda hapo madhabahuni baba. Hapa juu kabisa. Panda hapo juu. Sababu Biblia inasema kwa njia ya Ibrahimu huyu hapa, aliyepeleka sadaka kwa Melkizedeki huyu hapa, inahesabika ya kwamba wakati huyu anapeleka sadaka kwa Melkizedeki, hata Lawi huyu huko aliyehesabika naye amepeleka sadaka kwa nani? Kwa Melkizedeki. Kwa sababu gani? Alikuwa kwenye viuno vya Ibrahimu. Sasa huyu ni Ibrahimu aliyemzaa Isaka. Huyu Isaka amemzaa Yakobo. Yakobo kamzaa Lawi. Hiki ndio kizazi cha Ibrahimu. Kwa hiyo anaposema kwa njia ya Ibrahimu, kwa ilihesabika baba huyu wakati anapeleka fungu la 10 kwa Melkizedeki. Alipopeleka fungu la 10 kwa Melkizedeki, ilihesabika na Isaka kapeleka sadaka, na Yakobo kapeleka sadaka, na Lawi amepeleka nini? Sadaka. Kwa baraka alizozipata Ibrahimu zilienda kwa Isaka, zikaenda kwa Yakobo, zikaenda na kwa Lawi. Nimeeleweka mpaka hapo? Haya, Ibrahimu peleka sadaka kwa Melkizedeki. Na nyie si mko viunoni sasa? Au ni waingize kabisa? Hamwezi kubaki hapa, mnaenda na baba yenu na babu yenu. Haya, peleka. Nyinyi hamtoi sadaka. Nyinyi huko hamtoi. Huyu ndiye aliyetoa fungu la 10 hapa. Nyinyi hamjazaliwa, mko kwenye viuno. Yaani nyinyi ni sample, lakini kiroho bado hamjazaliwa, mko viunoni. Hamjazaliwa. Ibrahimu bado hajazaa. Ila kiroho anasema wakati huyu Ibrahimu ametoa sadaka sasa hapa. Haya, Melkizedeki mbariki Ibrahimu. Nyosha mkono kumbariki Ibrahimu kwenye anavyozibariki hizi, anavyotoa hizi baraka zinaenda kwa Ibrahimu, zinaenda kwa Isaka, zinaenda kwa Yakobo, zinaenda na kwa Lawi. Aliyebarikiwa ni nani? Ibrahimu. Lakini baraka zimeenda kwa nani? Kwa Isaka, Yakobo na nani? Walipotoka hapa madhabahuni, huyu baba anapotoka madhabahuni, uzao wake ulishabarikiwaga tangu viunoni. Wameshabarikiwa, wanaondoka anaenda nyumbani. Haya, baba ondoka na uzao wako sasa, na Mungu akawabariki na hizo baraka za Ibrahimu. Barikiwe na Bwana. Haleluya. Wangapi mmeelewa? Mmeelewa? Hata anaposema kwa njia ya Ibrahimu, manake Ibrahimu alipitisha baraka kwenye kizazi chake walipozaliwa. Yani Isaka alipozaliwa hakupambana kutafuta, kwa sababu gani? Alishabarikiwa tangu viunoni. Yakobo alipozaliwa hakuhangaika, kwa sababu alibarikiwa tangu wapi? Viunoni. Na ndio maana wakina Isaka na Yakobo hata wote walipotaka kunyang'anya baraka hawakunyang'anyika zile baraka, kwa sababu gani? Zilishakuwa zimerodi kutoka kwenye viuno. Walipotaka kunyang'anya visima vya Isaka ambavyo ni urithi wa babu yake Ibrahimu, Biblia inasema walipofukia kisima cha kwanza akafukua cha pili, walipofukia cha pili akafukua cha tatu. Sababu huyu alishabarikiwa toka viunoni, hanyang'anywi baraka. Yakobo alipoenda kuchunga mifugo ya Laban alipojaribu kumtapeli, akasema mshahara wako utakuwa ukichunga ng'ombe atakayezaa madoadoa wa kwako. Laban aliangalia kwenye zizi akagundua hakuna ng'ombe mwenye doadoa wala mbuzi, akagundua mpaka aje apate ng'ombe mwenye doadoa. Sio leo atakuwa mtumwa wangu. Hakujua huyu anayefanya naye agano alishabarikiwaga toka viunoni. Mungu aliyemwambiaga babu yake Ibrahimu, nimekubariki na uzao wako, kila ng'ombe akizaa doadoa, mbuzi doadoa, kuku doadoa, kondoo doadoa. Labda anasema hapana, tukupatana hivyo, tulipatana mwenye milialia. Hakujua huyu Mungu ni mbingwa wa biolojia. Kila anaweza malakalaka, kila anaweza mayasa. Hatukupatana malakalaka, tulipatana mwenye milialia. Kila anaweza milialia, kila anaweza milialia. Kwani walishabarikiwa toka viunoni. Haleluya. Haya, muangalie jirani yako sasa, muulize, ulipokuwa viunoni mwenzangu, mlipelekaga wapi sadaka na babu yako? Ndio maana naambiaga mchungaji, kuna watu hapa hata muwalete watumishi wahubiri habari ya kutoa, hawatatoa. Kwa nini? Hajawahi kujifunzaga kutoa sadaka toka wapi? Viunoni. Hawajui. Wengi tunawasemaga Wachaga swala la utoaji.
Sio kwamba ni wao wanapenda, walishapataga somo la kutoa sadaka toka wapi? Angalia Moshi, nenda Kilimanjaro kule. Angalia makanisa yanavyojengwa. Unaweza kijijini lakini kamejengwa kanisa kazuri. Kwa hata wakija mjini, swala la kutoa sadaka wao sio shurutisho. Ni urithi kutoka kwenye viuno vya baba yake na mama yake. Swala la sadaka ni kipaumbele. Kuna makabila mengine sisi mpaka tupige mikwala, Bwana majeshi asema usipotoa utalaniwa. Rabakeremoria. Lakini wengine kutoa sadaka ni kitu wamejifunza toka viunoni. Kuna tabia zingine wamerithi kwenye viuno. Sasa kuna baraka na uharibifu. Tukipata muda tuendelea kesho, nataka tuombe hapa. Hata Ibrahim mwenyewe alipitisha baraka na uharibifu. Vyote vilienda kwenye kiuno hiki. Nilisema jana, hapa alirithisha baraka za utajiri. Kwenye kiuno hicho alizaa na msichana wa kazi anaitwa Hajiri. Ndio anaotusumbua mpaka leo. Ni kosa la Ibrahim, alizaa na msichana wa kazi. Mjukuu wake anaitwa Yakobo, naye akazaa na wasichana wa kazi wawili. Watoto 4. Zilipa na Bilha, wajakazi. Babu alizaa na msichana wa kazi na mjukuu kaja kuzaa na wasichana wa kazi. Ni roho aliyoibeba wapi? Kwenye viuno. Haleluya. Haleluya. Mwangalie jana, muulize wewe ulibeba nini mwenzangu? Na hiyo roho sasa, kwa mfano, ndio wale ambao anaweza asiwe na shida, ni mtu mwema, ni Mkristo safi, lakini kuna roho moja inamsumbua. Anajaribu kuacha, anashindwa, na ukimlaumu unamuonea. Ni kitu hata yeye mwenyewe apendi. Kile anachosemaga Paulo, nalo lipenda, silitendi, nalo chukia, najikuta nimefanya. Ndio unaikuta mtu amebeba roho ya ulevi. Ukifuatilia ni ya babake. Sio kwamba anapenda kulewa, ila anapambana na ulevi anapambana. Akitoboa siku moja ajanywa, anasema leo imepita fresh. Siku ya pili atapambana. Mwingine hapambani, ni kitu ambacho hakipo. Mimi sijawahi kunywa pombe, hata ladha yake sijui ikoje. Toka nimezaliwa sijui ladha ya pombe. Lakini kufuatia babangu mwenyewe alikuwa sio mnywaji. Ila kuna nilichorithi. Mbona mnacheka kabla sijawaambia? Mnajua jambo nimelisi kitu kizuri. Madeni bwana, madeni. Baba alikuwa anadaiwa madeni. Mshahara sijawahi kuonaga mshahara wa baba cash hivi. Kila akipokea mshahara ulishaisha kwenye madeni na anadaiwa. Na alikuwa na ujasiri wa kukopa, hata kama unamdai atakopa tena na utatoa. Alikuwa anakutuma dukani, nenda kanunue sukari. Ukienda mwenye duka sasa, mwambie babako alipe kwanza deni langu. Unaenda, baba amekataa, sema alipa, ananitania, ngoja niende mwenyewe. Na akienda narudi kweli na sukari. Alipompiga saundi ujue amempigaje. Baba kaondoka. Tumerithi roho. Madeni. Sio kwamba unapenda, unaweza kukopa, unaona kabisa fursa ya kulipa, lakini mpaka ulipe una haso. Kuja kujua ni roho, too late. Unaniona hapa mimi nimewahi kuwekwa ndani. Polisi nimelala, so lock up. Alafu angalia nimeweka lock up kwa shilingi ngapi? 1500. Na aliyeniweka ndani Mkristo MKKT. Na tunasali naye. Hakujali naimba wala nini. Naimba kwaya, akajua hamna cha kuimba kwaya, lipa hela yangu. Sina hata 100. Na alinipa 1500 ili nitengeneze stuli. Aliyenitoa lock up ni afande, aliyepokea lindo, kumbe ni mluteli. Sasa nakabidhiwa lindo, nakabidhiwa na wafungwa kule ndani. Kuja kuangalia sasa, sio Godian wa kanisani wewe. Sasa afande ni mimi. Sasa umekuja kufanya nini sasa? Nadaiwa shilingi 1000. Hebu toka huko bwana, njoko. Lilo kale lizimu unaweka ndani kwa 1500. Unadai 1500, haya nenda katekeleze stuli ya watu, nitakudhamini. Nilidhaminiwa na afande. Unaweza kama mlaumu aliyeniweka ndani, lakini ugundua ni roho. Kwa sababu ni roho, inataka mpaka ikudhalilishe. Yaani utadhalilika. Kuna watu unaweza kaimagine, kuna mtu anadaiwa milioni 10, hasumbuliwi. Wewe unadaiwa 60,000. Mtaa mzima wanajua. Kwa ni roho ya kukuaibisha. Iko pale, iko kama cover. Wanaweza kukutangaza usimlaumu anayekutangaza, ni roho. Kwa ukipambana na roho
utaishinda roho. Ukishinda roho, hakuna mtu atakutangaza katika jina la Yesu, na utadaiwa katika jina la Yesu. Wanaamini waseme amen. Wanaamini waseme tena amen. Sema, kila roho niliyoibeba kwenye viuno vya baba yangu, kwenye tumbo la mama yangu, ninaikataa leo kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu ninaifuta, na kwenye uzao wangu hakuna atakayepitia hiyo roho, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Wanaamini waseme amen. Nasema tena amen. Sema amen ya kueleweka.